maswaiba. Maswaiba sio jambo baya unajua. Umeona furahi. Sasa kitu ambacho kinanifurahishaga ni jezi tu. Jezi tu. Watu tuombe na situgonge ni. Utaratibu ustaarabu rafiki yangu bwana. Tunaweza kuletea nini hapa? Wachelewaji kuripoti kwa dada. Wewe dada. Afu wale wanavaga. Unanuka. Bana malizeni bwana. Karibuni bwana. Sana. Karibu sana. Yes. Kwa mara ya kwanza namfahamu Elvis Mosi. Elvis Mosi. Yes. Bwana karibu sana. Tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Mungu upande na mtu lazima ashinde. Nimekaa na mwangalia najaribu kumwangalia na mtathmini najiuliza ni hivi yani wanapopiga vijana mimi nitasema kama huyu ataweza. Sema kweli. Eko vizuri pande na mtu rafiki yangu. Anyway, bwana tupo na mgombea wa nafasi ya ubunge kwa tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kutoka jimbo la Siha. Anaitwa Elvis Mosi. Tuko naye hapa. Karibu sana bwana Elvis na Yes. Bwana chaguzi za marudio zimefanyika mara nyingi sio mara moja. Ndio. Lakini sasa hivi masikio ya Watanzania wengi ni kuhusiana na Kinondoni Siha. Unafikiri ni kwa nini sasa hivi masikio yamekuwa makubwa sehemu hizo na wakati sio mara ya kwanza kwa marudio kufanyika? Nadhani ni uhalisia wenyewe na pia ndo tuko kwenye kipimo cha akili cha Watanzania. Ndio maana unasikia kila mtu anaangalia Siha, anaangalia Kinondoni. Ndio muda mwafaka huu kuonyesha yale tunawaambia kwenye kampeni zetu kwamba Watanzania wakiwa na afya ya akili basi watafanya maamuzi ambayo ni sahihi. Kwa maana gani? Tunasema vipaumbele vyetu kama Chadema ishakuwa ni elimu. Na hiyo kwa hapa Siha ni elimu. Elimu ndo kila kitu. Yaani mtu ukiwa na elimu utakuwa unaweza kuvumbua vitu vyote. Unaweza ukawa na manesi, ukawa na madaktari, ukawa na mainjinia. Kwa kipaumbele chetu hakijatoka kutoka 2015. Cha kwanza ni elimu, cha pili ni elimu, cha tatu ni elimu. Lakini nini kwa Siha sasa? Elvis Mosi anasema nini kwa Siha? Tunasema kwamba kwa Siha kuna sini halmashauri iko ndani ya Chadema. Wenzetu pale sisi wamekaa miaka 15 wameshindwa kuboresha miundombinu ya elimu. Vyoo, walimu, lakini tumechukua halmashauri miaka 2 sasa. Tumeona tumeanza kuboresha katika historia wananchi wa Siha kama shule ya Marabu pale wanasema unajua una chuo kizuri kama tulivyoingia sisi halmashauri ya Chadema. Kwa hiyo elimu hiyo ndio jambo la msingi na tutatafuta wadau mbalimbali ili tuweze kuwapatia Wasiha elimu ambayo ni nzuri. Yes, kwa hiyo namba 1, kipaumbele namba 1. Namba 2 ni afya. Muhimu sana. Afya. Yes. Lakini ukiunganisha hapo inatokana na elimu. Lakini afya tunaongelea afya sisi pale Siha kuna hospitali bado hailazi. Jengo lipo lakini vifaa hamna. Vitanda nini. Lakini wenzetu wamekaa pale wameshindwa kutekeleza hilo. Lakini sisi kuna mpango ambao na budget tushaanza kwa sababu halmashauri ni ya Chadema. Kwa hiyo miaka 2 tunahakika tutamaliza ile tatizo, watu watalazwa pale. Watakuwa na afya. Lakini acha nirudie tena kwenye afya. Siha maana yake ni afya kwa kilugha. Kwa kifasaha. Siha ni afya. Kwa hiyo afya tunayoitaka kuambia wana Siha sasa hivi tuna wakati mgumu wa kupimwa afya yetu na mimi wanaiongelea afya akili. Kwa hiyo wana Siha watadhihirisha wana afya akili. Kwa maana kwamba mtu mwenye akili nzuri na afya nzuri hawezi kurudia matapishi yake. Sasa unaelewa kuna maisha hivyo hivyo uwezi unaweza iko vizuri unaweza muelewa nimemuelewa. Kwa hiyo ndugu yangu afya akili inaenda kupimwa kwa kiwango kikubwa na sisi tunawasidi wana Siha wadhihirishe wana afya kama jina letu Siha na watupatie kura za kutosha, wanipigie kura ili tukae kwa pamoja. Hii danganya sisi ya kusema kwamba leo kuna hiki kuna kile ni danganya toto. Lakini ndani ya miaka 2 tushafanya kitu. Lakini cha tatu ni kilimo. Watu wengi viazi vinavyokula Arusha hapa vinatoka Siha. Watu wengi hawaelewi hilo. Lakini hatujapata branding ya Siha. Lakini watutumia sasa tarehe 17 tunaomba kura zao ili tuweze kurevolutionize hiyo Siha ionekane kwamba mapinduzi ya kilimo kwamba
gunia litoke 60,000 angalau lifike angalau laki pale pale. Tunaweza kufanya packaging nzuri nini kutoka kwenye basi kama wanunue hata kwa kilo pale. Ndio vitu so ghali. Yalikuwa na packaging center pale. So issue kusema unahitaji serikali. Lakini cha msingi zaidi ni wanasia wanaenda kuambiwa kwamba hawachaguliwi mtu. Na mbunge huyo anampitisha chama iko kilichochoka ni kwamba anasema amezibu mara mdomo sio amefanya nini, lakini cha msingi kazi ya mbunge sio kuwa na namba ya rais ndugu yangu. Unasikia kwa kampeni zao kwamba mimi nitakuwa karibu na rais, sio nitakuwa karibu na nini. Hiyo sio kazi ya mbunge. Kazi ya mbunge ni kuwakilisha wananchi. Matatizo yao watafutie mbinu mbadala waweze kutoka. Na tuna uhakika na wananchi wengi wanaona wabunge wa upinzani wanapoongoza jimbo wana uwezo wa kupiga kelele kuliko mbunge wa CCM. So mbunge wa CCM anaambiwa kuna part caucus, usiongee hiki, usifanye hiki, usikosoe serikali, lakini kamwe kwa mbunge wa upinzani hawezi. Kwa hiyo unaona wakina Lema kila siku wanaongea, wakina Alima kila siku wanaongea. Lakini cha msingi kuna wajibu wa serikali, sio? Yaani serikali kuleta dawa hospitali sio ombi. Ni wajibu wao. Umeelewa? Lakini sasa wanadanganywa, wanaambiwa ukichagua CCM ndio dawa zitakuja. Wao wanaamini kwamba ile miaka iliyopita ndo watu wanafikiria hivyo. Lakini kuna wajibu na hatutaomba, yaani serikali hatutawapigia magoti, tutawaambia lazima mtekeleze. Ili sio ombi. Kwa hiyo mchague kiongozi ambao mimi nadhani naweza kuwaambia. Yaani sio issue ya kwenda kumpigia Magufuli au speaker kwamba naomba barabara, hapana. Mpango kiweko halmashauri lazima waletela, na hiyo ndo kazi ya mbunge kusimamia. Nadhani hivyo ndo kitu ambacho tunawaahidi wanasia watapata mbunge ambaye kweli atakuwa sauti ya Siha. Okay. Yule mbunge ambaye alikuwa anawakilisha Siha ambaye kajitoa na kuhamia chama kingine, alikuwa kupitia Chadema, inawezekana naye alifanya vitu fulani. Umeelewa vizuri, ambavyo leo hii mnajivunia kama Chadema tumefanya hivi ndani ya miaka miwili. Mimi naye pia alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao waliweza kufanya au kusababisha au maendeleo kuwepo. Tunajaribu kuzungumza ule uhalisia. Na sasa hivi katika hali ya uchaguzi ukitazama unaona kwamba kuna mvutano sio nyepesi kama vile ambavyo watu wanaichukulia. Pazito pale. Hatuwezi kusema kwamba bana pale asilimia fulani, asilimia fulani. Inategemea na vile ambavyo sera zimewaingia wananchi. Umeelewa vizuri. Hamuoni kwamba yale maendeleo ambayo yamefanyika akiwa upande wa pili inaweza kuwa ni advantage nzuri kwamba mimi nimeyasimamia nikiwa kule, sasa nikiwa huku itakuwa ni zaidi? Hauoni kama hiyo itakuwa ni technique ya kuweza kupiga na kuondoa kwenye reli? Hapana. Iko hivi, wanasiha walichagua itikadi. Itikadi ya Chadema hakuchagua mtu. Itikadi ya CCM wenyewe kubadilika ni jembe na nyundo, watu wapinde migongo wasiinuke. Lakini walichagua Chadema, ndio maana tunasema Chadema tutashinda kwa sababu halmashauri bado ni ya Chadema. Kwa hiyo maendeleo kama ya wilaya, unajua kama halmashauri inakaa ni kamati ya madiwani inapanga. Kwa hiyo so model ila ni kamati ya madiwani wa Chadema ndio ileta hayo tunayoona leo, ambayo imeletwa ndani ya miaka miwili baada ya Chadema kuwa pale. Kwa itikadi ndio watu walichagua, so mtu. Na yeye kabisa anakiri kwamba hamna alichofanya, ila nadhani akiwa upande huu ataweza kufanya zaidi. Lakini wanasema amekiri kwenye kampeni kama hakuna alichokifanya. Kwa sababu kiongozi sio kwenda kuongea na speaker brother. Kiongozi ni kuangalia matatizo na kutafuta wadau, kwa sababu serikali yetu unajua mwenyewe na wananchi wanaona. Maeneo mengi sio kwamba ni serikali inaleta kama serikali kuu, lakini ni vyanzo vya halmashauri vya ndani na wadau wa maendeleo mbalimbali ndo wanaleta maendeleo na wasiha wenyewe. Umeelewa? Yaani kama issue tuseme ya kuchangisha wanafunzi wetu wasile, serikali inakwambia usichangishe, lakini wewe mtu mzima sasa hivi utakaa kuanzia asubuhi hadi jioni ujao, haiwezekani. Na mwanafunzi, kwa hiyo sisi tunawaambia wanasia wasikubali agenda kama hizo, watuchague, tuwaonyeshe njia rahisi, kipato chao kisiumie, lakini watoto wetu wapate elimu, wale wafurahi na wapate elimu. Kwa hiyo sisi tunawaambia msifanye kitu ambacho ni, na mimi nawaambia kabisa, so hii sio swala la Siha, ni la nchi nzima, kwamba tusipowachangisha wanafunzi wetu wakawa na nguvu, tutakuwa na bomu kubwa sana la vijana ambao ni mazuzu, ambao wana elimu bora. Kwa hiyo tusikubali, tuwaambie kabisa kwamba watu wetu wachangie, watu wetu waweze kula, wapate elimu, kwa sababu sisi tunaamini mpaka hata miaka 10 ijayo elimu ndo tatuzi ya kila jambo. Kwa hiyo elimu ndio kipaumbele namba moja, ndio maana kila sehemu tunaenda ni elimu.
Na mara nyingi mmekuwa mkisema kwamba nyinyi mtatoa elimu bure. Hiyo nakumbuka nishe kusikia. Hiyo ilikuwa ni mpango wa Chadema. Na wewe ukizungumzia habari za kuchangia na wakati upande wa pili unasema michango iondolewe. Unahisi kuna tatizo? Tatizo hapana. Tatizo ni kwamba wenzetu walidandia gari ikiwa kwenye mwendo. Kwa sababu hiyo alisema, sisi tulisema kwa sababu mpango wa Chadema tulishafanya research wapi tunaweza kupata hela kusomesha kuanzia darasa la kwanza hadi chuo kikuu bure. Wenyewe wakadandia gari wakaanza kusema kuanzia darasa la kwanza hadi form 4 sio. Bure huo ndo unaona hiyo matatizo watu wanalia. Wewe unaangalia sasa hivi matokeo ya form 4 yametoka. Of course kwa takwimu mimi siwezi kuanza kuongelea hilo, lakini ule ufaulu percentage imepungua. Lakini wenyewe watakwambia watu waliofaulu ni kadhaa, lakini percentage ya performance especially kwenye masomo ya science umeshuka sana. Lakini hiyo ni kwa sababu walikuwa hawajafanya research ya kutosha kwamba hela hizi tutazipata wapi. Na huu mkakati uanzie hivi kwa sababu maendeleo ni process. Ni kwa Kiswahili ni mchakato. Kwa hiyo walikuwa wana mchakato ndio maana wana fail. Wewe unasema hivyo, Ndalichako ametoa mwongozo juzi bungeni, anasema mwongozo huu naomba watu wachangie, lakini bosi wake alisema wananchi wasichangie. Kwa hiyo unaona mgongano wa mawazo, hiyo ni kwamba inaonyesha watu hawashirikiani, hawako pamoja. Na huu pamoja ndio tunaona usia. Sia kwamba umoja ule wa CCM haupo kwa sababu hata candidate wao alikuwa ametoka mwenyewe, ametapikwa, wakamleta huyo, naona sio na hakika kabisa wataongea kila kitu lakini hawawezi kushinda kwa sababu hamna mtu mwenye akili timamu atarudia kulamba matapishi yake. Okay, Elvis, kuna kwenye tiko zako au katika vitu ambavyo umewahi kuviandika au katika taarifa zako ni kwamba umejifananisha wewe na Dr. Mollel ni sawa na kifo na usingizi au mbingu na ardhi. Labda mwanasiasa sasa hivi anayekusikiliza kitu gani special ambacho unacho yeye ambaye akipo kwa upande ule? Kama sasa siwezi kumpa bwana huyu, wacha nimpe bwana Elvis kwa sababu huyu ana kitu. Kitu cha msingi ni ambacho watu lazima wajue ni social network. Kuwa na watu, kuwa mtu wa watu. Hilo ndio jambo. Yule ndugu yangu hana watu, hataki kuassociate na watu. Na ukiwa na watu ni rahisi sana kufanya mambo makubwa. Kwa iko cha kwanza kinanipa mimi ushindi kabla ya kitu chochote. Unaona kampeni zetu tunazofanya, wenyewe wanahangaika lakini sisi tunaenda wazi.